3 mwaka 1446 Hijiria, sawa na mwezi 27 mwezi wa 3 mwaka 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu waandishi wa habari na wananchi kwa jumla, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napenda kuchukua fursa hii kueleza kwamba kama inavyofahamika kwa Baraza la Ulama la Zanzibar ni chombo cha serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ambacho kipo kwa mujibu wa sheria namba 4 ya mwaka 2021, sheria ya kuanzishwa ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar. Miongoni mwa kazi za baraza hilo ni kumshauri Mheshimiwa Mufti Mkuu wa Zanzibar kuhusu swala lolote la kidini anallohitaji ushauri, pia kutekeleza maagizo yanayotolewa na Mheshimiwa Mufti Mkuu wa Zanzibar. Ndugu waandishi na wananchi kwa jumla, Mheshimiwa Mufti Mkuu wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza hilo la ulama, Sheikh Saleh Omar Kaabi, leo siku ya Alhamisi ya mwezi 26 Ramadhan sawa na tarehe 27 mwezi wa 3 2025, ameitisha kikao cha dharura cha baraza la ulama, na moja katika mambo ambayo alitaka yajadiliwe ni tuhuma zilizotolewa mitandaoni kupitia video inayoonyesha kwamba mwenzetu Sheikh Izzuddin Alawi wa Mombasa wa Kenya alilishtumu sana baraza la ulama la Zanzibar kwa maneno makali, ikiwemo madai kwamba baraza la ulama limemzuia kuhadhiri ndani ya mipaka ya Zanzibar. Baraza la ulama la Zanzibar linasikitishwa sana na matamshi haya aliyoyatoa katika video hiyo, ambayo bila shaka yameleta taharuki kubwa kwa wananchi na Waislamu kwa ujumla ndani na nje ya Zanzibar, jambo ambalo linaweza kuathiri amani na utulivu uliopo. Baraza la ulama la Zanzibar katika kikao chake hichi cha leo cha dharura chini ya mwenyekiti wake Mufti Mkuu wa Zanzibar limejiridhisha kuwa halikuwahi kujadili au kuzungumza kadhia yoyote inayomhusu Sheikh Izzuddin seuze kutoa maamuzi ya kumzuia kuhadhiri katika kipindi chochote cha uwepo wake hapa Zanzibar na ndani ya kipindi cha baraza hili. Aidha, baraza limejiridhisha kupitia kwa watendaji wa ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar kuwa hakuna zuio lolote lililotolewa la kumzuia Sheikh Izzuddin kuhadhiri hapa Zanzibar. Kwa muktadha huo na kwa niaba ya baraza la ulama la Zanzibar, tunapenda kufahamisha umma mambo hayo yaliyotangulia pamoja na baadhi ya maazimio ya baraza kuhusu kadhia hii. Baraza kwanza limesikitishwa sana na tuhuma zilizotolewa dhidi yake na dhidi ya wajumbe wake, jambo ambalo ni kwenda kinyume na taratibu za sheria ya Kiislamu pamoja na kukiuka mipaka ya sheria za nchi. Pili, baraza linamtaka Sheikh Izzuddin, kama ana ushahidi wa zuio hilo, basi tunaomba awasilishe ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar uthibitisho wa barua aliyodai kwamba amezuiliwa na baraza la ulama au ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar kuja kuhadhiri hapa Zanzibar. Uthibitisho huo anaweza kuwasilisha kupitia anwani za ofisi au kupitia wenyeji wake ambao aliwataja kwamba ndio waliomwalika hapa Zanzibar.
Pindi Sheikh Izzuddin akishindwa kuwasilisha uthibitisho huo, atakuwa hakulifanyia haki baraza la ulama, kwa sababu amelisingizia kadhia ambayo haihusiki nalo, na baraza litakaa katika vikao vyake vingine kutazama hatua gani inastahiki kuchukua. Baraza la ulama la Zanzibar linawaomba wananchi na Waislamu kwa ujumla kuwa watulivu, hususan katika kadhia hii, na kuziachia, kutozipa umuhimu mkubwa, na kuacha taratibu zinazostahiki ziendelee. Pia baraza linawaomba kuchukua tahadhari ya kusambaza taarifa zisizokuwa na ukweli, ambazo mwisho wake zitaashiria vichochezi na uvunjifu wa amani katika nchi. Baraza la ulama la Zanzibar linakemea vikali tuhuma za mwenyekiti wake ambaye ni mufti mkuu wa Zanzibar kumtaka awe mkweli, na hali kadhalika tuhuma za wajumbe wake zilizotolewa katika klipu hizo zinazosambaa, mambo ambayo yako kinyume kabisa na maadili ya Kiislamu, kwa mtu kama mufti wetu kushutumiwa na kutakiwa awe mwadilifu, awe mkweli, afanye mabadiliko katika baraza lake. Kwani kufanya hivyo ni kuvunja heshima ya baraza, na baraza kwa ujumla linaaminika nje na ndani ya nchi, na tusingependa kusikia tuhuma ambazo hazina msingi juu yake. Kwa niaba ya baraza la ulama, tamko hili nimeteuliwa kulisoma mimi, mjumbe wa baraza la ulama Sheikh Suwaid Ali Suwaid, pamoja na uwepo wa mwenzangu mjumbe Sheikh Hamis Abdul Hamid, sote tukiwa ni wajumbe wa baraza la ulama hapa Zanzibar. Tunakutakieni saumu makbul na maandalizi mema ya siku kuu ya Eid al-Fitri. Na nikumbusha hapa mwenzangu kwamba Sheikh Izzuddin anaombwa, kama kuna barua yoyote iliyopatikana huenda ikawa imetoka pengine kinyume na taratibu zetu, basi atuoneshe zuio hilo ndani ya siku 7 inshallah. Sisi tuko tayari kusubiri kwa njia yote ile kuona kwamba kweli baraza lilihusika na kumzuia asitoe mihadhara Zanzibar kama alivyolituhumu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.